Always. Wanyonge nilikuwa mnyonge ili niwapate wanyonge. Nimekuwa hali zote kwa watu wote ili kwa njia zote nipate kuwaokoa watu. 23 inamaanisha. Nami nafanya mambo yote kwa ajili ya Injili ili kuishiriki pamoja na wengine. Hiyo tu neno ndio nilikuwa nataka kutia mheshimiwa wetu nguvu nalo, kwamba kwa wale wanyonge amekuwa mnyonge ili aweze kuwapatia nguvu. Na hiyo yote amefanya kwa sababu ya Injili. Kwa hivyo tumehubiriwa kwa matendo, tumehubiriwa kwa mambo yote ambayo mheshimiwa umekuwa ukifanya maeneo haya. Na ndio hatuwezi kuchoka kukuombea na kuombea wote ambao mnafanya kazi pamoja nao. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, mara tena tumekuja kukushukuru kwa sababu ya kazi nzuri ambayo umetutendea hapa kama Nakuru West Constituency. Tunashukuru kwa sababu ya mheshimiwa wetu wa Rama, kazi kubwa ambayo amezidi kutenda katika maeneo haya. Tunakupa sifa na utukufu. Na kama vile neno lako limesema, amekuwa mnyonge ili akavuta wengi ambao ni wanyonge. Akafanya haya yote si kwa sababu ya kitu kingine, kwa sababu ya Injili hii ambayo atapodi ulihubiri ili jina la Yesu likainuliwa. Wakushukuru kwa sababu tumeona matendo, tumeona kazi kubwa ambayo inaendelea hapa na mbali na karibu. Tumeona Mungu kazi kubwa ikitendeka katika hii eneo letu. Tumekuja kukushukuru, tumekuja kukuinua na kukupa sifa na utukufu. Wengine wamekuja hapa shingo zao zikiwa zimeinama kwa sababu pengine ya school fees, kwa sababu ya kuondokewa na wapendwa wao na mahitaji mengine tofauti. Lakini kupitia mheshimiwa huu wetu na ofisi hii ambao umeifanya hapa, Baba, tumeweza kutendewa matendo makubwa. Wengine tukakuja na tukaenda tukiwa tunarukaruka kwa sababu ya matendo ambayo yanatendwa na hii ofisi. Tunaomba Mungu wa mbinguni, wewe unaona katika siri, ukabariki ofisi hii na zaidi mheshimiwa wetu ukamlinda, ukamuepusha na ajali na mambo yote kinyume na mapenzi yako. Tunaombea hata jamii yake ikazidi kupanuka na ikazidi kuongezeka kwa sababu wewe ni Mungu wake. Bariki hata wote ambao wanafanya kazi chini yake, pia nao ukawabariki. Ukawapa nguvu, ukawapa neema ya kuendelea kutia kazi hii kwa bidii na kuifanya kwa moyo mmoja. Tunaomba umoja katika hii ofisi, tunaomba upendo, na zaidi tunapoona wanaposemezana, tunashukuru jina lako. Kwa sababu Mungu nasema unapendezwa na watu wakiwa na umoja, na unaamuru hata baraka zinazotokana na kuwa kitu kimoja. Wabariki, kusiwe na kitu chochote kitakachowatenganisha. Wanapomaliza mwezi huu tunashukuru. Wanapoendelea kumaliza mwaka huu tunakupa sifa. Yote tumeomba tukiamini katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kushukuru. Amen. Asanteni sana. Asante sana. Kwa jina nataka kukuja. Hizo maiketi tumekuwa tayari yani. Ndio sasa leo ni siku yako. Utawasati ile moja na sisi tunaweka posta. Kama hizo sawa. Tuna posta. What do you do? Take photocopies of this. Do these checks. Toi kila mzazi apate copy hiyo. Na mzazi akikuja sasa ataenda na copy check kiasi. Ndio nimesema where the remaining these ones 1 2 3 4 5 6 7 8 check 8. Mtu akikuja hapo ukimpea unampea hiyo, unamwambia check hiyo hii imesimama, check imetumwa ndio, so that them take the moja hiyo mwide mwenyewe tutawapiga. Na mtu akichukua na wacha copy na shule mahali check inaenda, so that you can ekia akipeleka mzazi piga simu mweleze hadi tija mwenyewe amechukua. Sawa, hiyo ndio tunachofanya hiyo. Kwa watu hapa kwa hiyo niandikie hiyo barua kwa hiyo. Mkai hiyo barua muandike vizuri bwana, usiende kuniangusha.
Excuse me, mheshimiwa. Shukrani tu. Okay. Asante. Wote walioko kwa band 4 ya HELB ambayo inasema scholarship kwa 53% ya school fees. HELB loan inawapea 40. Yote inakuwa net. So the 7% is supposed to be paid by mzazi. Watoto wangapi? Ni watatu. Kuna ule wa Nasema, kuna ule wa Laikipia, kuna ule wa KU na alikuwa kule Amos. Lakini bwana ndio usiandike hiyo mabarua yote ndio tuwafate bwana. Okay. Enda mniandikie watoto ile wote walipewa hiyo. Wale tuna sponsor. Ndio tuone wamepewa pesa ngapi. Okay. Correct? Mniandikie majina yote hapa nione. Sawa sawa. Mnyonge nilikuwa mnyonge ili niwapate wanyonge. Nimekuwa hali zote kwa watu wote ili kwa njia zote nipate kuwaokoa watu. 23 inamaanisha nami nafanya mambo yote kwa ajili ya Injili ili kuishiriki pamoja na wengine. Hiyo tu neno ndio nilikuwa nataka kutia mheshimiwa wetu nguvu nalo, kwamba kwa wale wanyonge amekuwa mnyonge ili aweze kuwapatia nguvu. Na hiyo yote amefanya kwa sababu ya Injili. Kwa hivyo tumehubiriwa kwa matendo, tumehubiriwa kwa mambo yote ambayo mheshimiwa umekuwa ukifanya maeneo haya. Na ndio hatuwezi kuchoka kukuombea na kuombea wote ambao mnafanya kazi pamoja nao. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, mara tena tumekuja kukushukuru kwa sababu ya kazi nzuri ambayo umetutendea hapa kama Nakuru West Constituency. Tunashukuru kwa sababu ya mheshimiwa wetu wa Rama, kazi kubwa ambayo amezidi kutenda katika maeneo haya. Tunakupa sifa na utukufu. Na kama vile neno lako limesema, amekuwa mnyonge ili akavuta wengi ambao ni wanyonge. Akafanya haya yote si kwa sababu ya kitu kingine, kwa sababu ya Injili hii ambayo atapodi lihubiri ili jina la Yesu likainuliwa. Tukushukuru kwa sababu tumeona matendo, tumeona kazi kubwa ambayo imeendelea hapa na mbali na karibu. Tumeona Mungu kazi kubwa ikitendeka katika hii eneo letu. Tumekuja kukushukuru, tumekuja kukuinua na kukupa sifa na utukufu. Wengine wamekuja hapa shingo zao zikiwa zimeinama kwa sababu pengine ya school fees, kwa sababu ya kuondokewa na wapendwa wao na mahitaji mengine tofauti. Lakini kupitia mheshimiwa huu wetu na ofisi hii ambao umeifanya hapa, Baba, tumeweza kutendewa matendo makubwa. Wengine tukakuja na tukaenda tukiwa tunarukaruka kwa sababu ya matendo ambayo yanatendwa na hii ofisi. Tunaomba Mungu wa mbinguni, wewe unaona katika siri, ukabariki ofisi hii na zaidi mheshimiwa wetu ukamlinda, ukamuepusha na ajali na mambo yote kinyume na mapenzi yako. Tunaombea hata jamii yake ikazidi kupanuka na ikazidi kuongezeka kwa sababu wewe ni Mungu wake. Bariki hata wote ambao wanafanya kazi chini yake, pia nao ukawabariki. Ukawapa nguvu, ukawapa neema ya kuendelea kutia kazi hii kwa bidii na kuifanya kwa moyo mmoja. Tunaomba umoja katika hii ofisi, tunaomba upendo, na zaidi tunapoona wanaposemezana, tunashukuru jina lako. Kwa sababu Mungu nasema unapendezwa na watu wakiwa na umoja, na unaamuru hata baraka zinazotokana na kuwa kitu kimoja. Wabariki, kusiwe na kitu chochote kitakachowatenganisha. Wanapomaliza mwezi huu tunashukuru. Wanapoendelea kumaliza mwaka huu tunakupa sifa. Yote tumeomba tukiamini katika jina la Baba, la Mwana, na Roho Mtakatifu tunaomba na kushukuru. Amen.